Hassan Mwakinyo, bondia namba 1 ya Afrika. Hii ina maana gani kwa sisi ambao tulikuwa tunambeza au kwa ambao walikuwa wanambeza? Na by the way tukisha tunaweka ni bondia mwenye nyota 3.5 ya. Yes, ambazo ni nyota nyingi sana. Japo Fadhili Maji ashawahi exceed hizi, Fadhili alifika almost nyota 4.5. Lakini Hassan amefika kwenye nyota 3.5 na anazidi kusimama kwenye rekodi yake ambayo ni rekodi nzuri by the way. Katika mapambano 25 Hassan amepoteza mapambano 3 na katika hayo 3 mawili alipoteza kabla ya mwaka 2017. It means kwenye ubora wa Hassan Mwakinyo kutoka 17 mpaka 2020, kutoka 2018 baada ya pambano lake na Sam Eggington pale Birmingham nchini mpaka leo Hassan amepoteza pambano moja tu dhidi ya Liam Smith. Ukiangalia ni fights ambazo huko katikati zimekuwa dhidi ya mabondia wakubwa. Kwa mfano shaipigana na Julius Ndongo kutoka Namibia, moja kati ya boxers wakubwa sana. Lakini mwaka jana Hassan ametetea mara 3. Alianza mwaka 2024 kwa mara 2024 ametetea ubingwa mara 3. Alitetea kwa Elvis Ahogra, alitetea kwa Lamptey, akaja akatetea kwa Amate. Mapambano mawili ambayo alipigana mwisho wa mwaka pale Masaki. Ni moja kati ya bondia ambaye alishikilia mkanda wa WBO Africa na ndio ambao ulimrejesha kwenye zile nafasi za juu kabla ya kupokonywa ule mkanda, na ule mkanda ukawa vacant mpaka ulipokuja kupiganwa kushindaniwa tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 usiku mkesha wa mwaka mpya, ambapo kwa hivi sasa mkanda ule nao Richard Mtangi, ambaye Richard Mtangi licha ya kuwa na mkanda wa WBO Africa ambao ni mkanda ambao upo kwenye rank ama upo kwenye weight ya Hassan, sababu wote wanapigana kwenye uzito wa kati light middleweight. Lakini Richard yeye bado yuko kwenye levels, yuko chini ya Hassan. Kwa Afrika yuko nafasi ya 3, kwa Tanzania yeye yuko nafasi ya 2 chini ya Hassan Mwakinyo, akiwa ni bondia mwenye nyota 3. Kwa hiyo fight aliyopigana Hassan dhidi ya Stanley Eribo, bondia kutoka Nigeria, kwa kiasi kikubwa imemboost na imempeleka za juu, sababu hata pia tukumbuke ndio alikuwa anaenda kuchafua record ya Stanley Eribo kwa maana hajapoteza. Stanley alikuwa na fight zaidi ya 19 alizopigana, na katika fight 18 Stanley alikuwa amezishinda huko akiwa na sare kwenye pambano moja tu. Kwa hiyo hayo ni mapambano 19 ambayo mwamba huko katika 19 na KO almost 10 na kitu hivi.